Salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu nasifiwe. Leo tarehe 5 siku ya Jumatatu ya kwanza ya mwaka wa 2026. Je, unahisi namna gani? Unazidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu ama unaona tu ni kama uliweza na kuvuka mwaka lakini bado mafikira yako yanakurudisha wa mwaka ambao tuliweza na kufunga? Lakini muhimu asubuhi ya leo ni kuendelea na kukuhimiza kwamba kuna haja ya kushukuru. Kuna haja kuendelea na kujipeana mbele zako, mbele za Mwenyezi Mungu. Kuna haja ya kuendelea na kunena mema, kuwatamkia mema familia yako, watoto wako. Yaani kila mtu ambaye hata wewe mwenyewe unamjali. Unafaa kuendelea na kumuombea mema, mtamkie hata baraka. Hata nawe jitamkie baraka huu mwaka. Na uamini kwamba ni mwaka ambao utakuwa ni wa baraka. Ni mwaka ambao utakuwa unafunguliwa milango mingi. Ni mwaka ambao neema ya Mwenyezi Mungu itakutosha kwa njia nyingi. Na utaweza na kuona mengi ambayo ni mazuri na ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Pia ni ile wiki ambayo tumeweza na kuingia shughuli za hapa na pale, maana kuanzia siku ya leo kuna wale watoto ambao watakuwa wanafungua mashule hiyo siku ya kesho kutwa. Ninaamini ni wiki ambayo itakuwa hapa na pale watoto wanaingia wanarudi shuleni. Wengine tunangojea tu ili wakaweze pia siku yao ifike ya kuweza na kufika mahali ambapo waliweza na kuitwa katika zile shule ambazo waliweza na kuitwa. Pia tuendelee na kumshukuru tu Mwenyezi Mungu, tuendelee na kumuita. Najua mahali popote pale ulipo, wengine wanalia itakuwa namna gani? Itakuwa namna gani? Mtoto wangu aliweza na kuitwa mbali. Yaani hapa na pale mafikira ni mengi, lakini Mwenyezi Mungu bado yupo katika kiti cha enzi. Bado Mwenyezi Mungu anatujali katika hiyo hali. Anaona yale ambayo unahitaji msaada kutoka kwake na ataweza na kukubariki. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, Monday ya kwanza ya mwaka wa 2026, tukisema kwamba Mungu ni mwema. Tumeweza na kupatana tena kupitia hiki kipindi. Mungu azidi na kutuinua, Mungu azidi na kupanua hata hiki kipindi, maana kimekuwa ni cha baraka kwetu. Asubuhi ya leo tunaanza ama tunafungua hii wiki Manyunyu ya Baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastorate, Machakos Sub-Headquarters. Atazidi kutuinua, kutuombea ili Mwenyezi Mungu azidi na kupanua hata njia zetu mwaka wa 2026. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikwambia karibu sana ili tuendelee na kubarikiwa kwa pamoja. Mpendwa msikilizaji, ningelipenda kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Ningelipenda kukukaribisha katika somo letu la siku ya leo, na ningelipenda tuombe kwa pamoja ili Mungu wetu akaweze kutuelekeza. Mfalme wetu, na kushukuru ni kwa ajili ya wakati mwema ambao umetupa Mfalme, ili tukasemesane neno lako, neno linalotutia nguvu, neno linalotupa hata mwelekeo. Nena nasi na nena na msikilizaji wa siku ya leo, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Mpendwa, ningelipenda tukaweze kutazama neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi ya 100. Mstari ule wa kwanza na mstari ule kufika mstari ule wa 5. Na jambo ambalo wapendwa ningelipenda kuongea juu yake ni kushukuru Mungu kwa wema wake. Tunapomalizia mwaka huu ambao Mungu alitupa, mwaka wa 2025. Wapendwa, licha ya yale ambayo umekutana nayo, lakini maana Mungu wetu ametuhifadhi na tuko hai siku ya leo, tuna sababu sote za kumshukuru Mungu wetu, kulimidi jina lake, kumuinua kwa wema wake.
maana tulipitia mengi, lakini yeye akawa mwaminifu kwetu. Neno la Mungu lasema ya kwamba katika Zaburi hiyo ya 100 mstari ule wa kwanza kufika mstari ule wa 5, neno la Mungu linasema, mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Ijueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, inyweni mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye aliye mwema. Wapendwa, jambo la kwanza ambalo tunastahili kumshukuru Mungu, maana yeye ni yeye tu. Hakuna mwingine aliye kama yeye. Hakuna mwingine twaweza kumfananisha na mtu awaye yoyote. Katika yale yote uliyepitia, Mungu wetu aliendelea kusimama pamoja nawe. Mungu wetu aliendelea kukuongoza, akaendelea kuwa ndiye aliyekuwa anasimama nawe katika yote. Wapendwa, Mungu ndiye yeye tu na hakuna mwingine atakayekuwa kama yeye. Kwa hivyo tunastahili kumshukuru, na pia tunastahili kumshukuru maana yeye ndiye aliyemuumba wetu. Maana ndiye muumba wetu, hakuna muumba mwingine atakaye kuwepo. Kwa hivyo tunastahili kumshukuru maana ya kutuumba, kukufanya jinsi ulivyo, kukuumba kwa njia speciali. Wapendwa, vile ulivyo, amekuwa muumba wetu, amesimama pamoja nasi mwaka huo wote. Kwa hivyo tuna sababu sote za kusimama mbele zake na kushukuru kwa wema wake. Hata kama ulipitia changamoto, hata kama mambo yalikupata yaliyokuwa mambo mabaya, lakini wema wa Mungu, uaminifu wake tunaendelea kuuona. Amekuhifadhi. Kwa hivyo mpendwa, tukaweze kushukuru, kusema akapokee sifa, akapokee utukufu, maana yeye ndiye muumba wetu, yeye ndiye aliyekuwa pamoja nasi. Jambo lile lingine anasema ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa mchungaji wetu, maana ukisoma mstari ule wa pili unasema ya kwamba ndiye aliyetuumba nasi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Yeye ndiye aliyekuwa pamoja nasi, akawa ndiye mchungaji wetu, akatulinda. Na pia Zaburi ya 23 inanena na kusema ya kwamba yeye ndiye aliyetuongoza, hata akaweza kutulinda kama kondoo zake, akatutafutia chakula mwaka wote, akakulinda na maadui. Kila wakati fimbo lake lilikuwa mkononi mwake, ili akaweze kutulinda, akaweze kutuepusha na yale mabaya. Kwa hivyo tuna sababu za kumshukuru, tuna sababu za kulimiri jina lake, tuna sababu ya wapendwa kuingia malangoni mwake tukiwa na furaha, tukiwa na shukurani, tukiwa wapendwa na ile hali ya kulimiri jina lake. Maana alikuwa mwema, alikuwa mwaminifu, na hakika tumeona wema wake. Tunapomalizia mwaka huu tukiwepo, tukiwa hai, akiwa ametuhifadhi, tuseme nini ila tukulinua jina lake? Mwimbaji aliimba wimbo akasema, tuseme nini ila tukulinua na kulisifu jina la muumba wetu, mchungaji wetu, aliyetuongoza katika malisho yake, akatuchukua sisi kama wana, kama kondoo zake, na akatuhifadhi katika malisho yake, tukapata kuhifadhiwa.
Kwa hivyo tuna sababu za kumuinua na kumuhimidi. Kwa hivyo wapendwa, unapomalizia mwaka huu usiyatazame shida ambazo ulipitia, lakini mshukuru Mungu kwa wema wake, na acha Bwana akaendelea kukulinda, kukuhifadhi na kukutenda mema. Ubarikiwe sana unapomalizia mwaka huu. Falme, ninakushukuru kwa wema wako. Umekuwa Mungu wetu, umekuwa pamoja nasi, umetulinda mwaka wote, na tunaliinua na kulimidi jina lako. Pokea sifa na utukufu, maana umetenda yaliyo mema, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Mwabudu Mungu kwa furaha, mshukuru daima, na uzidi na kumtumainia, maana yeye ni Mungu mwema kila siku, dakika kwenda ile ingine. Yaani ni wiki la kwanza yani mwaka wa 2026, mwezi ni wa Januari. Mwaka ni mpya kabisa, ni mbichi kabisa. Na asubuhi ya leo ndo sababu mtumishi wa Mwenyezi Mungu akaweza na kutuhimiza kwamba kuna haja ya kumwabudu Mungu, yani kumwabudu tu kwa furaha, kumshukuru. Twende mbele zake tukiwa na moyo wa shukrani. Wacha kila wakati kumpelekea Mwenyezi Mungu tu ni mahitaji kila wakati. Yes, tuko na mahitaji, pia anayaona, lakini kwanza mshukuru. Mshukuru kwamba last year uliweza na kuona mkono wake amekutendea mengi. Mshukuru kwamba neema yake ilikuwa imekutosha mpaka akaweza na kukuvukisha mwaka salama, ukaweza na kuona mwaka wa 2026. Mshukuru, enda mbele zake ukiwa na moyo wa kushukuru, maana yeye ni muumba wetu, anatutakia mema. Twende mbele zake tukiwa na nyimbo za sifa, moyo wa kushukuru. Tupige magoti mbele zake, tumshukuru, tuinue jina lake, tuseme kwamba anastahili. Anjalishi ni yapi ambayo uliweza na kupatana nayo, changamoto za aina gani uliweza na kupatana nazo, mshukuru kwa yote, maana kwa yote ama hayo majaribu Mwenyezi Mungu wakati mwingine anatupitisha mahali kwingine ili akaweza na kufungua njia, milango ya baraka ikaweza na kufunguka. Usije ukaona kwamba uliteseka, ulipite. Sahau hayo. Ona baraka za Mwenyezi Mungu. Ona kile ambacho hukuweza na kuachifu huo mwaka ambao uliweza na kupita. Uone huu mwaka ukiweza na kuachifu kila kitu ambacho ulikuwa unahitaji kutoka kwake. Zile mipango yako ikiwa inakamilika. Muombe, jipeane mbele zake, mshukuru, maana Mungu ni mwema kila wakati. Mwenyezi Mungu na atubariki na atusaidie sana, na Roho wake Mtakatifu atukumbushe kila wakati kwenda mbele za Mwenyezi Mungu tukiwa na moyo wa sifa, kumshukuru, kuliinua jina lake, na tuone wema wake wakati wote. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, na Mungu atembee pamoja nawe. Kwa wale ambao wameambiwa katika safari siku ya leo kuendelea na kurudi mahali ambapo huwa unafanyia kazi, kwa wale wengine ambao mnaweza kuwa katika safari kurudisha watoto hata shuleni, Mungu awe pamoja nanyi, na neema yake iwe pamoja nanyi, na hata amani ikaweze na kuwafikia mahali popote pale. Bye bye.